Sawa kuna mwanachama mwenzenu ambaye anatoa bilioni 6 mwanzo wa msimu. Amecomment kwenye peji ya Simba. Transformation imefikia wapi baada ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi na mwenyekiti wa wanachama Mangungu kusema kwamba wanaenda kuanza mchakato wa kusajili wanachama wapya. Mwanachama mwenzenu wa Simba Mohamed Dewji huwa anatoa bilioni 6 kwa mfano msimu huu unavyoanza za usajili. Amehoji mchakato wa mabadiliko umefikia wapi? Kwanza na haki ya msingi ya kuhoji kama mwanachama wa klabu ya Simba. Kwa sababu kama ana haki ya kuhoji Kisugu kama mwanachama, ana haki ya kuhoji pasi milioni kama mwanachama, lakini pia naye ana haki ya kuhoji kama mwanachama. Ni sehemu sahihi alotumia kuhoji. Yes. Kwa sababu katiba ya Simba mkutano kwa mwaka mmoja ni miwili. Dunia imetoka kwenye sehemu moja imekwenda kwa sehemu nyingine. Dunia ya teknolojia. Kwani unaamini hii mahojiano mimi na wewe tunaojiana management ya Simba wayaoni? Wanayaona. Sasa kama kwako wanaona, kwa nini asionekane? Uamini kwamba kuna mengine wanafanyia kazi, kuna mengine wanaacha? Sio zambi. Kwa naye ametumia njia rahisi ya kuonekana kama mwanachama wa klabu ya Simba. Na naamini majibu atakwenda atapata. Umeona Libase Gwe? Moja katika wachezaji bora ambao wamesajiliwa Simba Sports mwaka huu. Lakini naamini si yeye tu. Ingizo lote la wachezaji wapya wamekuwa ni wachezaji wazuri. Lakini kuna katabia. Tunzo nisikie vizuri. Na hii inaisema leo kwa mara ya kwanza. Moja ya watu wanaharibu players, kwa maana wachezaji wa Simba ni mashabiki wa Simba pamoja na wanachama wa Simba. Mnawaharibuje wachezaji wenu? Sijawahi na wala sijawahi kufikiria kuwapongeza watani, lakini mashabiki wao katika swala la wachezaji na wapa hongera. Wana Yanga. Leo wachezaji wa Yanga wakenda kukosea kwenye pitch, pinde endapo timu yao inapokwenda kucheza, wanamuita mchezaji aliyokosea, wanamtunza hela. Kumbe leo inakuuma Kisugu. Sisi mchezaji akikosea, maneno yanayotoka juu ya mchezaji huyu sitaki kuyazungumza kwenye mic. Wana Simba. Maana yake tunakwenda kuharibu psychology ya wachezaji wetu sisi wenyewe. Mnawatoa kwenye leo hii jaribu kuangalia. Tulikuwa na Saba Bakar, bonga la midfield, kaondoka Simba kwa maneno yetu sisi mashabiki. Leo ndio mmoja katika wachezaji key players GS Kabil Saba Bakar. Panga pangua. Na moja wanaosababisha wewe Tunzo maswali yako. Wewe usikatae, nisikilize. Kwanza usinitibue. Kisugu. Hakuna usinitibue Tunzo. Tunzo nakujua in and out. In and out nakujua. Tunzo, tumia mic za Tunzo, nenda katengeneze mashabiki waliokuwa bora na kwenda kuzungumzia mpira. Kwa sisi tunalibuje Kisugu? Leo ukimkuta mshabiki unaimwoji anapeleka maneno magumu kwa wachezaji wa Simba. Mimi na pale ndakupa ushahidi. Wako wachezaji wanalalamika. Maneno yetu yanawatoa kwenye njia Tuzo. Leo nenda kamwangalie Chamalon Fondo. Kwanza ameingia kwa rekodi, ndio mchezaji pekee kutoka kwenye taifa la Cameroon anayechezea Afrika kuanza kwenye kikosi cha Cameroon. Afcon imepita miezi michache iliyopita. Huyu Chamalon katoka Simba miezi 4 iliyofanaje? Iliyopita. Tunzo, nenda kawaambie badilikeni wana Simba. Kisugu, kwa mfano wewe juzi tu hapa ulisema wachezaji wa Simba wanaweza akachapwa hata viboko. Kwa unamaanisha zile tusio tunapeleka zile. Kairudia interview. Tulikuwa pale chini. Kairudia ile interview. Vile viboko nilivyozungumza sio vya kuvibomoa, ni vya kujenga. Nenda kairudia ile interview. Na nikasema moja maneno nakumbuka kwamba leo wana Simba mnaweza mkasababisha vifo vyao. Watu wa kusababisha vifo ni nyinyi pindi endapo timu inafanya vibaya. Na nikaendelea nikasema wana Simba wanaweza kuishi kwa furaha. Watu wanaosababisha kuishi kwa furaha ni nini? Wanasema mmepiga bomu mochwali, KMC yupo dhofli hali. Hii ni ligi marathon.
Na mimi maneno nimesikia. Wanasema Simba kawapiga nani? Munchwal. Ligi anaongoza nani? Bo Munchwal. Ligi anaongoza nani? JKT. Mechi Simba na JKT wamecheza? Simba na JKT. Wamecheza? Msimu huu. Hivi mmecheza au bado? Wamecheza. Nani kafungwa? JKT. Walisema amefunga timu ngumu inaongoza ligi. Wamekufa pale. Goli la kwanza kilisawala ili Mpanzu. Mwanadamu aliumbwa kuwa pastarehe wana Simba kutokea maeneo ya Kongo. Tena katoka Kongo ile. Ya Kinshasa ile. Ya DRC. Sio ya kina Inolwemba. Huko Brazil acha huko Kongo Brazzaville. Ukifika pale Kinshasa ndio mji mkuu wa Kongo DRC. Ukiangalia kusini kwako ndio huko mji mkuu wa Kongo Brazzaville. Miji ile inaangaliana, tofauti yake ni mto ambao ule mto una nusu kilomita. Sikiliza vizuri, nimefika huko. Upana nusu kilomita. Maana yake ukikaa DRC kumwita mtu mkikaa Kinshasa kwenye mji mkuu, kumwita mtu kwenye mji mkuu wa Brazzaville, sauti yako ikiwa ndefu kama Kisugu na inasikika, maana yake mtu anakusikia. Huko ndo toka. Inawezekana Mpanzu aliita Inolwemba. Twende Msimbazi. Wamekuja. Mchezaji wa tajiri. Watu wanasema anahamisha mali kuliko hata. Kwa hiyo lazima niseme na lazima nizungumze. Kwanza niwapongeze mashabiki wote wa Simba duniani. Hakuna aliyekosea. Kila mmoja huwa kuna muda anatoa maoni kutokana na namna ambavyo upeo wake na mtazamo wake anavyoona. Lakini kuna muda Waingereza kuna neno analitumia, wanasema is enough. Inatosha. Enough is enough. Enough is enough. Na kwa nini inatosha? Mafunzo haya bado unapata kwenye vitabu. Hata Yesu kwa maana Isa ibn Maryam alipomaliza utawala wake aliwaambia, yafaa mimi niondoke kwa Baba, endapo nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja. Bali atakuja kuhubiria dhambi, haki pamoja na hukumu, mwaminini huyu. Hayo maandiko. Maana yake kila jambo lenye mwanzo lazima ukubali jambo hili linakuwa na nini? Na mwisho. Wana Simba tumeshatoa nyongo. Tufike mahala tuseme sasa mwisho inafika. Ushafika. Na lazima tukubali tushafanya vibaya kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mashindano yalobakia makubwa mbele yetu ni mawili. A-League NBC pamoja na CRDB Federation Cup. Focus yetu, nguvu zetu, dua zetu lazima tupeleke kwenye ligi NBC ili mwakani kuhakikisha tunarudi klabu bingwa barani Afrika. Na kwenye ligi hapo ndo nilikuwa nataka nikuulize. Wana Simba jana wengi wamesema kwamba kwa Simba hii walivyoiona wapo tayari kwa ajili ya machi moja. Kwanza niwapongeze wana Simba kama nilivyozungumza awali, kwa kujitokeza katika uwanja wa KMC kuja kuwa support wachezaji wetu. Mimi jana naondoka kwenye basi, kwenye gari. Niko na rafiki yangu Musin aka Shehiza. Napokea message kutoka kwa mchezaji fulani hivi. Ananiambia kaka, leo nimefurahi sana. Nikamuuliza kilichokufurahisha? Yes, kilichokufurahisha nini? Akasema nimeona namna ambavyo mashabiki wa Simba walivyokuja kutusupport katika uwanja wa KMC. Maana yake kumbe tunavyojaa wachezaji wa Simba wanaenjoy kuona mashabiki wa Simba wamekwenda kufanyaje? Kuwapa support. Kwa hiyo lazima niwaambie wana Simba, wachezaji wa Simba wanahitaji sana support kutoka kwetu. Kwa mpira wa jana mpo tayari kwa machi moja? Mimi nafikiri sio kwa mechi moja tu. Machi moja. Sio machi moja. Mimi nafikiri Simba iko tayari katika muda wote sasa kuelekea kwenye ligi ya NBC. Muda wote. Hapa namkumbuka rafiki yangu Bugat siku moja aliniambia, nani anayeweza kuizuia Simba? Nani? Riba Siage. Wananchi wapo. Aura. Ismail. Shomari. Dickson Kibabage. Namfanisha na fubaki mmoja anakuwa anaitwa Lizarazo. Anapanda anashuka. Chini beki, kati midfield, juu forward. Na ndio maana mpaka hivi sasa ana assist. Assist unaweza kuipata huko chini huko juu. Lazima uwe juu. Kwa hiyo hakuna kuizuia Simba. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema tutasimama kwenye dua na namna ambavyo wachezaji wa Simba spirit wanaonyesha upambanaji. Mimi naamini mwaka huu tunakwenda kufanya kitu kikubwa na tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Bwana, nimeona ndugu yako Hans Raphael amesema kwamba Mpanzu mapenzi yake yapo Yanga, hana furaha Simba.
Kuna msemo wa Swahili anasema ashibaye huwa mjui mwenye njaa. Moja katika vijana wa hovyo kabisa, Hansi Raphael ametoka kuwasifia moja katika vijana wa hovyo Hansi. Kwa nini? Kwa nini? Moja, rudi kwenye vitabu ulivyosema alama za mnafiki ni ngapi? 3. Nenda kamchunguze anazo au hana. Afu tuzo nitafute kesho kutwa uje kuniuliza hili swali. Lakini huyo amesema Libase Gwe ni mchezaji ambaye ameshushwa kutoka mbinguni kuja kutoa burudani ya mpira. Yeye huyo amesema. Sasa amini lipi? Ndio ukitaka kujua. Ogopa sana mwanadamu ambaye asubuhi anakuwa sungura, mchana anakuwa ng'ombe, usiku anakuwa nyoka. Huyu wewe unamwonaje? Yuko sawa sawa? Lakini si wachezaji. No, ngoja. Yuko sawa sawa? Kama kuna mwanadamu anaweza kabadilika asubuhi akawa sungura, mchana nyoka. Nimesema nenda kafanye research, baada ya siku mbili nitafuta, nitakuja kukuambia uhovyo wa Hansi Raphael. Lakini Mpanzu unamwona? Moja katika wachezaji wazuri anaipambania Simba, na nafikiri jana nguvu zake pia zilisaidia Simba kupata matokeo katika uwanja wa KMC. Yes, kaingia ameshashinda bwana. Sawa. Lakini jasho lake na nguvu zake zimetumika. Huyu Hansi alisema kwa ukubwa wa Simba alikuwa wastahili Clatous Chota Chama kurudi Simba. Yeye sio ndiye? Ni yeye. Sasa ndio kumwangalia Clatous Chota Chama. Anaangalia Mbagala pasi anapiga mwana mtoti. Mwamba wa Lusaka. Sema hata nyinyi wana Simba bwana. Tempa ikienda juu anaituliza chini. Hata nyinyi wana Simba kwa Mwamba wa Lusaka mlikuwa mna maoni tofauti kwa namna alivyoondoka. Wakati tunazungumza maneno umesema hayupo, na kuna mkataba umeingiwa ambao wewe hujawahi kuona. Hakuna kukubaliana kati ya Simba na Yanga kwenye hizi timu. Kwa hiyo sisi mchezaji akiwa Yanga tuwezi kukubaliana naye kwenye pichi. Kwa hiyo ulitegemea Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka wakati yuko Yanga si tumpe support? Yes, legend wenu. Labda mmemtuma akachukue mavitu tu. Sasa anaweza kama msaada tarehe moja. Kaka iko siku sijui umesema sijui mechi au machi vile maana mimi machi moja. Basi mimi nilikuwa nimejua mechi. Kumbe inaitwa machi moja. Hizi lugha zenu za Kiingereza mtasababisha watu watucheke nyinyi. Kumbe machi, mimi nimejua mechi sasa. Kama Steve Barker atamka vizuri akaamua kwenda kumpiga mtu goli 7, wallahi zinafika. Tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kisugu unasema kama Steve Barker akiamua leo na kwenda kumfunga 7 mgongo wazi anakufa. Wallahi anakufa. Tarehe 1 hiyo mwezi wa 3. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Asipoamka vizuri. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Bwana, kumbe nao unazaliwa. Yes. Unasherehekea na siku. Yes, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Unapozaliwa kuna vitu vingi vinaanza. Lakini kaangalia Bible inaposema naye utapata mtoto wa kiume, jina lake ataitwa Emmanuel, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Sikia tuzo. Naye utapata mimba, utazaa mtoto wa kiume, jina lake ataitwa Emmanuel. Maana yake Mungu yu pamoja nasi. Kwa hiyo faida ya mtoto ya kwanza ni kwenda kwenye jina. Maana yake ukizaliwa kuna jina unapewa. Mimi leo rasmi najitangaza naitwa Ali Mikoi Kisugu Chawa Pro Max HD. Lakini si uliacha hapa katikati? Kazi iachwe. Sasa si jina langu nabatizwa. Kwa hiyo waambieni waandishi wa habari sasa hivi wakinioji waseme Chawa Pro Max HD. Bwana, tupo na
Kisugu Mikoi Chawa Promax HD. Huyu hapa huyu. Yes. Ambaye yeye ile comment ya bosi ile, yeye anasema bosi yupo sahihi kabisa. Kuna muda unaweza ukanisemea. Kuna muda unaweza ukanisemea. Na kwa nini unanisemea? Kwa sababu utaki kwenda kwenye tafsiri sahihi ya Simba. Shida iko kwenu waandishi wa habari. Mnapokwenda kumzungumzia bilionea kijana kwenye bara la Afrika Mohamed Dewji ndani ya Simba, basi lazima mjue mnakwenda kumzungumzia mtu ambaye mwenye kofia mbili ndani ya Simba. Yes. Ya kwanza mwanachama wa klabu ya Simba. Ya pili ni mwekezaji. Lakini shida ya waandishi, kwa sababu tayari mmezaliwa katika kutengeneza propaganda ili kuhakikisha wanachama wa Simba wakae kuzungumza lugha moja, mnakwenda kuwabagua, mnasema Simba ina mafungu kama dagaa. Simba ni moja. Kwa hiyo unapokwenda kumtizama Mohamed na unapotaka kwenda kufanya tafsiri katika kile alichokiongea, nenda kaangalie na mtafsiri kwa ipi. Na kwenda kutafsiri kama mwekezaji au unakwenda kutafsiri kama wanachama Simba. Tuzo, njoo wewe, acha haya maneno yako. Leo uliposema happy birthday, basi hakikisha kwamba hiki chuma kinakwenda kukamilisha nusu karne. Nusu karne. Yaani umekula chumvi. Naijua Simba toka 83. Nasoma shule ya msingi Mtoni Kijichi, darasa la kwanza. Omar bin Nasoro Mikoi, baba yangu mzazi, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema. Niko naye nyumbani pale kidogo, sio haiko vizuri, haiko sawa sawa, ila Allah atampa afya njema. Ananipiga kwa sababu anaangalia madaftari yangu sijaandika. Kwa nini sijaandika? Nimekwenda kumtizama alama za leni. Unaenda kuangalia mechi badala ya shule. Kwa nini sijaandika? Nimekwenda kumwangalia Hamidu Noriega. Nijua Simba. Sawa, Kisugu. Tulia Tuzo. Simba. Tulia Tuzo. Hatujakataa. Mimi najua Tuzo, ukishika maiki una viswali vyako vya udaku na kuna mambo yako unayataka. Utapata kila kitu. Hatujakataa. Chawa HD nazungumza ndani ya Tuzo. Sawa. Una haraka kidogo? Hapana. Haya, leta mambo. Hatujakataa kwamba unaifahamu Simba vizuri. Lakini baada ya comment ya Tajiri, wengi wanajiuliza kwamba Tajiri kama mwekezaji, ukiachana na kofia ambayo wewe umesema ya wanachama, hajui kinachoendelea kuhusu transformation ndani ya Simba mpaka akamuulize admini wa klabu ya Simba. Tafsiri. Nimesema. Kwa nini kila tafsiri ya Mo unaipeleka kwenye mwekezaji uipeleke kwenye wanachama? Sababu ni kofia yake. Ngoja tulia. Wanachama nayo sio kofia yake. Wanachama. Yes. Haina nguvu kama mwekezaji. Lakini katika yeye uwekezaji wake anawekeza ndani ya Simba, unafahamu kwamba tayari ameteua management ambayo itakuwa na upaleti katika upande wake. Hiyo na mwenyekiti wa bodi yupo. Kwa hiyo unaamini kwamba kila jambo hili alijue, maana yake lazima apelekewe. Ninyi waandishi wa habari katika hiki kutafuta suluhu, mchamtafuta mwenyekiti wa bodi kwenda kumhoji kauli aliyotoa yule ambaye aliyemteua, na mchajiuliza kama kweli, kwa sababu yeye ndo ana haki ya kuteua na ndio yeye alikwenda kumteua mwenyekiti wa bodi. Je, kama taarifa hana huyu mwenyekiti wa bodi aliyemweka, nani mwenye uwezo wa kumwambia kwamba kwa nini umeshindwa kuniletea taarifa? Ndio hapo watu ngoja tulia tu. Tuzo wewe tulia, Tuzo wewe tulia. Si unaunganisha doti kidogo kidogo. Tuzo wewe tulia. Sawa, nimetulia. Fani ya uandishi ni kujenga, sio kubomoa. Na hili nawapongeza sana, hususan ni online media, mnafanya kazi nzuri. Na ndio maana majuzi unatusifia. Na ndio maana juzi nimemsikia waziri wa sanaa, utamaduni wa mchezo, Mheshimiwa Makonda anasema amemwambia mama zaidi ya bilioni 2 awape ili kuhakikisha online media mnakaa sawa sawa, kwa sababu mnafanya kazi nzuri. Shida moja, kwa nini mnapenda kuhoji kwenye moto, hamtaki kuhoji kwenye maji? Leo hii unakuja kwangu Tuzo, unang'ang'ania mwekezaji. Kwa nini usimame kwamba mwanachama mwenzenu wa Simba amecomment?
Wanachama mwenzenu wa Simba Mohamed Dewji ambaye anatoa bilioni 6 mwanzo. Kwa sababu mnajua waandishi, kuna sehemu mnajificha, mnaamini mkihoji kama mwanachama ana haki ya kuhoji kama nini, namna ambavyo mtu mwingine anavyokwenda kufanyaje kuhoji. Kwa hiyo ni haki yake. Kwa nini leo hamkuja kunihoji mimi tukamzungumzia Mo kama mwanachama? Kwa nini? Kwa hiyo ni haki yake. Ni mwanachama klabu. Mwanachama ana haki ya kuhoji. Kisugu, msimu unavyoanza huwa unatoa shilingi ngapi kwa ajili ya klabu ya Simba? Kwanza nalipa kadi kwa ajili ya klabu ya Simba. Lakini cha pili ninapokwenda kusafiri, ninapokwenda kuingia kwenye mipira mimi nalipa. Mwisho jana ushahidi hapa, nimelipa KMC. Ingilio. Kaangalia hii, si unajua uwezo kupekua unao. Achana na hii hawa nani hawa? Dati hawa dati. Hii nenda kaangalia jana ikukatwa 10,000. Namba hizi hapa, waambie watazamaji wako. Maana yake ninapokwenda mpirani kuingia, japokuwa mechi ya jana KMC, zinapokuwa mechi za Simba nikiingia ndio nakwenda kuisaidia Simba. Leo umeniambia swali zuri, waacha kuna watu nizungumze nao nielewe. Laiti mngekuwa mnaoji maswali haya waandishi kila siku kwa wana Simba, Simba ingepiga hatua. Maana yake yuko mwingine kazi yake anakuambia mimi nina uchungu sana. Nenda kamuulize hili swali. Sema unatoa shilingi ngapi ndani ya Simba? Kamuulize. Utagombana. Basi kuna mwanachama mwingine anahoji yuko kwetu Mkugilo, Fribidadi Nkana Intadi ila Murwa, au mwingine yuko Mikele, au mwingine yuko Mingombe, au mwingine yuko Miteza, au mwingine yuko Njia Nne, au mwingine yuko Kokobo, au mwingine yuko Kitomo, vijiji vya kwetu hivyo. Sawa. Lakini muulize wewe, hajawahi na miaka 3 kuingia tena uwanja wa Taifa kwenda kuhesabu. Hatuna maana kuzungumzia kwamba hana maana, nielewe vizuri tuzo. Maana unapenda kugeuza kopa kwa kisu.